tunaweza kwa upande wa kilimo na tunakuwa na biashara, kwa sababu biashara zetu lazima utoke kwa nyumba uende ukatafute. Ukienda kutafuta, kama mimi mwenyewe, mimi ni mkulima, naendaka kwa shamba kila asubuhi, nikifika saa 7 natoka nikilima, nikienda kwa kikundi kwa zile nikikopa pesa pale, ingine naiweka kwa shamba, na nunua vitu za kuenda kupanda, naweka watu wa kazi. Kwa hivyo ile kazi tunafanya pale, kwa biashara zetu tunaifanyia tu kwa shamba, tunamalizana kwa shamba, kwa sababu wenye kununua ile boga wanakuja kwa shamba wanakata, alafu tunamalizania tu pale. Kwa hivyo nikitoka kwa shamba nakuja na pesa yangu, kama nilikuwa na deni pale nakuja nalipa ya kikundi, na nikilipa sasa, kama zikiisha na nione kama nikitaka kuongezea, nalipa zenye kama nilikuwa na 2,000 kwa kikundi nimekopa, nalipa hiyo tena, naongezea ingine nakopa kama 5. Kwa hivyo naongezea biashara zangu, kwa sababu hata kama ni ya boga na niko na kuku hapa nje, zingine naongezea mbata. Kwa hivyo lazima tuwe tunasaidiana sana upande wa biashara. Sasa ukikuja na pesa hakuna kujisisiana, ni ukuje na pesa. Kama ni kukopa kwa kikundi, namwambia unakuja na pesa yako, mahali umetoka tu unakuja na pesa yako, unawekea juu ya meza, namwambia sasa hii pesa nataka tuigawe kulingana vile sasa tutaikua hapa, tutaitumia. Sasa upande wa amuzi ya vile tunatumia vitu kwa nyumba wakati zimefika, mimi nikija na ile pesa lazima nimuulize leo za lunch za asubuhi tulikunywa nini. Kwa hivyo uamuzi natoka upande wote mbili, lazima tuulizane tutapika nini, tunataka tukule nini, huyu mtoto tuko naye amekula nini. Kwa hivyo lazima tuwe tuna maamuzi, aseme amepea. Kwa hivyo uamuzi natoka tu sisi wote wawili, kwa sababu mimi ndio mwenye kutoa pesa na yeye ndio mwenye kwenda soko. Kwa hivyo lazima anieleze, nikimwekea pesa pale aniambia hii tutaleta hivi, hii tutanunua hii, ili tusaidiane, kwa sababu tukue na uombi kwa nyumba, ili ndio tuweze kupika. Sasa ile mabadiliko tumepata kutoka kwa masomo, magonjwa ngumu sana kushikashika. Kwa hivyo ukikula bora na ukule na vitamini zenye zinatakikana kwa mwili, kama vile sasa tumefuzwa, utakuwa ni safe, kwa sababu utakuwa ukienda kila wakati naenda hospitali. Sasa hapo magonjwa mwaachana nao. Wakati mnaingia kwa kikundi na mnaanza kujitolea pesa yenu na mnachanga na mnaiweka na unaenda kukopa, hiyo ni rahisi, kwa sababu ukienda kukopa kwa kikundi, hiyo kikundi inakulipiza bei ya kurudisha ni kidogo. Lakini ukiingia kwa wenye tunaenda kukopa mahali pengine kwa Exile, itakuwa sasa itakuandikia mpaka kuja hapa angalia ma TV waangalie ma radio, ili muandikanie. Ukikosa kulipa anakuja na unafagia nyumba yako yote. Sasa unabaki bila chochote. Sasa ni vizuri hiyo kikundi, ni vizuri watu wa kikundi wenye wataidiane sana na kuja kwa masomo, ili watu waweze kuelewa.